Yanga msisahau na mazuri ya Karia. Yanga msisahau na mazuri ya Karia. Unamaanisha nini? Hivi karibuni baada ya dabi kuhairishwa, kuna mambo yanaendelea kwenye michezo. Nakumbuka kabla ya Yanga iliandika barua kwa umma ikisema haitocheza dabi tena. Ilielekeza kwamba haina imani na watu wa bodi wajiuzuru baada ya kuahirisha ile mechi. Kwa hiyo na walitaka alama 3. Walijibiwa kwenye barua ya bodi, kati ya bodi na Yanga waliambiwa bwana, hizo alama 3 mwezi kupata kwa sababu utaratibu wa mchezo kukamilika na mchezo uliahirishwa saa 8 mapema. Sana nyie kwenda uwanjani mmevunja kanuni mojawapo ya 48 ya kutokutii matakwa ya kikanuni kwamba mmepeleka timu wakati mechi imeahirishwa. Sasa jana tuligusa hapa kwamba kupitia game plan ya EFM, Abdulrazak Majid alimpigia simu ya live rais wa TFF Wallace Karia. Wakati anazungumza alikemea baadhi ya mambo ambayo aliyaona yeye ya kitoto na kijinga, alitumia lugha hiyo aliyopelekea dabi kufanyaje kuahirishwa na mengineyo yanayoendelea baada ya hapo. Lakini baadaye pia akasema, akajibia swala la Yanga kutaka watu wa bodi wajiuzuru, akisema kwamba watu wanataka kujiuzuru na wao viongozi wao wako sawa sawa, wao hawapaswi kujiuzuru pia. Sasa kwenye mapokeo ya ile kauli mashabiki wa Yanga kutoka sehemu mbalimbali wamekuwa wakimjibu Rais Karia, na wengine wakionyesha chuki kana kwamba ni rais ambaye hafanyi mema kwa Yanga. Naelewa jana baada ya mechi yao kumalizika walikuwa wanasema wana imani ya bodi ya ligi, na wengine walikuwa wanaimba wamtaki Karia kwenye uwanja wa KMC. Lakini Dodoma kuna wazee wa Yanga jana wamezungumza wakimtaka Rais Karia aombe radhi kwa hiyo kauli yake. Na wengine wakionyesha kwamba kama anawachukia Yanga. Dudumizi tukadudumia kwamba ni kweli kuna hivyo visa au ni nini. Naelewa. Ndio maana nikasema Yanga wasisahau mazuri ya rais wa TFF Wallace Karia. Yeye mwenyewe shaka kunukuliwa siku moja alikuwa anafanya interview na Azam, alisema kama kuna timu imenufaika kwenye utawala wake basi ni pamoja na Yanga. Kuna baadhi ya visa vilitokea ambavyo Wallace Karia alivifanya kuonyesha kwamba yeye anahudumia klabu zote. Kuna tukio moja lilitokea la mchezaji wa Yanga anaitwa Twisela Kisinda. Yanga walisajili wachezaji 12 wa kigeni kama kanuni inavyosema. Ndio. Kanuni haitaki mchezaji wa 13. Ni 12. Yanga wakawa na wa 13. Tarehe 30 wakati dirisha linafungwa 31 ile walitaka kumpeleka mchezaji wa 13. Wao wakimtaka wamtoe mtu alafu amweke yule kati ya wale ambao walishakuwa msajili. Sasa sheria haisemi kutoa kibali cha 13. Alafu ndo watoke wa 12, wa 13 wa 12 wa 12 wametoka. Sio kama unanielewa? Ndio. Kanuni haisemi hivyo na haipo. Ile inasema mwisho ni 12 tu. TFF ikamwambia Yanga hii haiwezekani kwa sababu tukitoa kibali cha huyo wa 13, maana yake sasa tumetoa vibali vya wachezaji wa kigeni 13. Kanuni inasema 12. Tutakuwa tumekiuka. Lakini wiki moja Yanga walikuwa wanaelekea kwenye bunge la mchezo. Nadhani kwa kama sio Mamelodi kitu cha namna hiyo. Kama sio Mamelodi inaweza kaa nyuma yake. Rais Karia alienda kwenye kambi ya mazoezi ya Yanga. Alienda kufanya nao mazungumzo ya kuwapa pongezi na hamasa kuelekea kwenye mechi. Lakini siku chache baada ya pale Yanga walifanikiwa kumuingiza kwenye mfumo Twisela Kisinda. Na TFF yenyewe ikatangaza Lazarus Kambole ametolewa na kwenda kwenye timu ya Gallants ya Uganda. Kitu ambacho si kawaida TFF kutangaza usajili wa mchezaji yoyote, yule ndo alikuwa wa kwanza. Kwa hiyo iliaminika kuna ya busara ilitumika chini ya uongozi wa Karia na ushawishi wake huyu mchezaji aingie. Lakini hakukuibuka maneno kwamba umevunja ile kanuni. Maneno yalikuja kwamba kanuni haikuwa inasema. Kwa hiyo kwa sasa wameiangalia. Lakini hilo liliwezekana. Na watu wa mpira wote mashahidi, Twisela alicheza Yanga msimu huu na Kambole alitoka kucheza Yanga msimu huu. Hilo ni tukio moja. Lakini tukio lingine kubwa zaidi ambalo lilikuwa linaelezwa kipindi cha nyuma, nadhani misimu 3 nyuma. Kanuni inataka timu ya ligi isajili timu ya vijana ili iweze kupata leseni ya kushiriki mashindano husika. Yanga inaelezwa haikusajili timu ya vijana. Haikustahili kucheza kwenye ligi. Haikustahili kucheza kwenye ligi. Inaelezwa
taarifa za kikachero, viongozi wa Yanga walikuwa busy kweli kutaka ile swala liwezekane na kuomba hekima ya viongozi ikiwemo huyo Rais Karia. Baadhi ya viongozi walikutana naye, bwana tunaomba bwana, unajua hapa FM ishawahi kuripotiwa taarifa kisha nyuma kwamba hilo sakata na walizungumza. Kwa hiyo iliwezekana Yanga wakasajiliwa, wakapata leseni na wakaendelea na mashindano. Licha ya kutokuwa na na timu ya vijana kwa muda ule wakasajili nje ya muda. Sasa ile kauli ya Rais Karia kusema inawezekana kuna timu imenufaika ambayo ni Yanga, ameona namna alivyokuwa baba kwenye kuelea hii timu. Busara zilitumika zaidi. Sasa Rais Karia kama rais wa TFF anaweza kana mapungufu kama binadamu. Lakini kwenye kuangalia binadamu tunaangalia upande mmoja peke yake. Na kama unataka kuangalia upande mmoja, hakikisha wewe unaochagua uwe una mabaya mengi kuliko mazuri. Kitu ambacho sio rahisi. Sasa kwa Rais Karia alivyo tenda kwenye uongozi wake, ana machache sana ya kumnyoshia kidole ambayo yana picha kubwa ya madhara kuathiri Yanga. Mengi sana amekuwa mazuri. Kupitia mkutano mkuu wafanyika wa TFF ulifanyika Kilimanjaro mwaka jana nadhani mwishoni. Aliibuka mwenyekiti wa klabu ya Simba Mutaza Mangungu. Yeye alisema mimi nina wazo wajumbe wa mkutano mkuu tumwendoze Rais Karia awe mgombea peke yake. Kwa mema aliyofanya haya, sisi hatuoni mtu mwingine kuja kushindana zaidi ya yeye. Ikaibua aliposema hoja hiyo, aliyeunga mkono alikuwa rais wa Yanga Engineer Said. Bana naunga hoja mkono wazo la nani, kakaangu Mangungu. Rais Karia anatisha, apite. Watu kama wamepiga makofi, yeye alionyesha kwamba anaunga mkono juhudi za rais. Kwa hiyo sasa ghafla baada ya dabi kuahirishwa, yamegeuka kuomba alama 3, bodi ya ligi kusema haiwezekani, Jumba Bovu anavishwa nani? Karia. Baada ya Karia kuzungumza, yawezekana wamevisha Jumba Bovu au wameenda hiyo CAS? Hii CAS hawajafika bado, lakini imeandikwa kwamba kwenda CAS. Wanakwenda, wanataka kwenda, wanataka mashabiki wanataka timu hiyo. Kwa hivyo kama wanataka kwenda kupata haki yao, waiache, kwa sababu eti bwana huyu amekuwa mtu mwema sana kwetu. Yani mema yake yanaleta uhalali wa yeye atakapofanya kitu kinyume, wao wamperembe. Swali zuri sana. Yanga wao hawana hoja za kupata alama 3 hata hapa. Sasa wewe unawezaje kusema hivyo wakati wao wanaziona wanazo? Mechi imeahirishwa, wao wameenda uwanjani wanadai. Wana sababu zao. Wanajuaje ilipoahirishwa hawakupata taarifa rasmi? Sasa kanuni haiko hivyo. Hapa tuongee mawazo sasa baby mama. Hapa tunaongea kanuni sasa. Naona unapumua. Nataka nikupige kichwani. Hapa tunaongea kanuni. Zinasemaje? Kanuni zinasema ili upate alama 3 kuwa kuna utaratibu wa mchezo uliokamilika. Ikiwemo wewe fika uwanjani, mpinzani asifike kwenye muda wa mchezo. Walifika au kufika? Sasa kwenye muda wa mchezo walifika jioni babu. Walifika saa 11 kasoro akaondoka, mechi saa 1 na robo jioni. Huwa wanapaswa kuingia kabla ya saa magani. Wanawa kasoro. Ufike pale ufanye taratibu za mchezo, ukaguliwe, usisahau ufanye warm up pale. Afu waamuzi wawepo muda wa mechi, wasubiri dakika zao 20, mpinzani hayupo, mwamuzi anaahirisha mchezo. Hakupi hapo. Kamati ya uendeshaji na usimamizi inaenda nakaa, inachukua report, bwana timu ya Baby Mama FC haijafika. Kwa nini? Hamna sababu. Wanaenda kwenye kanuni, wanatoa taarifa, huyu kapata alama 3 na goli 3. Hiko kitu hakikutokea. Sasa wana sababu za kwenda CAS, na mimi na shauri waende. Sasa wewe huo mtazamo wako. Yani kuwa mwema sana kwa mtu CAS kufungua shauri halali wa kufanya vitu tofauti. Unaelewa ambayo najua Yanga hawezi kwenda kwa sababu wanaona hizo hela zitapotea. Wewe tulia uone mama. Kwa hiyo kwa kumalizia kauli ya mtu kuwa na mema akikukosea haina maana usionyeshe hisia za kibinadamu kama Baby Mama anavyosema. Lakini unazungumza kwa kutokana na ukubwa iko kitendo. Yani ukitanue usikikuze kikawa kinachafua choto. Unajua kanzu, kuna msemo unatumika, kanzu si nyeupe. Ukiweka kidoa chekundu kidogo yani yote kile kinaonekana kile, lakini kiuhalisia ni ukubwa ni nyeupe. Sasa tusigeuze dhana. Sijui umeelewa. Kwa hiyo nimekuja hapa kuzungumza kuhusiana na hilo kwamba Yanga wakati mnamkosoa Karia vikali, kumbukeni na mazuri yake.